Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Kipekee nichukue nafasi hii kukaribisha sana kwenye ibada hii nzuri ya Ijumaa Kuu. Ni moja ya ibada ambayo kiukweli kabisa, watumishi wa Mungu, ni ibada kubwa sana. Na mimi nikukaribisha sana kwenye kipindi hiki, mtumishi wa Mungu, kitakusaidia kuijua Ijumaa Kuu na kufahamu zaidi kwa undani kwa nini kaitwa Ijumaa Kuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize kwa makini, mtumishi wa Mungu. Kipekee nichukue nafasi hii kwanza twende tukamshukuru Mungu wakati huu na majira haya kwenye ibada hii. Twende tukaombe. Mungu wetu na Baba yetu, nasema asante kwa ajili ya wakati huu na majira haya. Asante kwa ajili ya siku nzuri ya leo ya Ijumaa. Bwana, wewe ni Mungu uliyetukusanya. Wewe ni Mungu ambaye umetupa nafasi kwenda kutafakari neno lako siku ya leo ya Ijumaa. Asante kwa ajili ya neema hii, asante kwa ajili ya kibali hiki, asante kwa ajili ya upendo wako kwetu. Wewe ni Mungu ambao umekufa msalabani. Siku ya leo unakufa msalabani kwa ajili yetu sisi wenye dhambi. Asante kwa maana Mungu unatupenda, tena upendo wako ni upendo wa agape, ni upendo wa upeo. Wewe ndio uliyebeba aibu, ukabeba masikitiko yetu, ukatemewa mate, ukazaraulika, ukazalilika, ukabeba aibu yetu. Asante Bwana Yesu kwa maana unatupenda, tena upendo wako ni upendo wa agape. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya wakati na majira haya. Ninakushukuru sana Bwana kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Ni katika jina lako Yesu Kristo tunaomba na kuamini na kushukuru pia. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Kipekee nichukue nafasi hii kukaribisha kwenye ibada hii nzuri ya Ijumaa Kuu. Leo ni siku rafiki kabisa ambayo Mungu ametupa neema. Jana tuliangalia Alhamisi ya Amri, lakini leo ni siku ya Ijumaa ambayo natamani tuiangalie Ijumaa Kuu. Tunapozungumzia Ijumaa Kuu ni nini? Nisikilize kidogo, mtumishi wa Mungu. Ijumaa Kuu ni siku ambayo Kristo anapigwa, anateswa, anachukuliwa, anapelekwa Golgotha, msalabani, mahali ambapo ndipo anapoenda kupigwa na kutundikwa pale msalabani kwa ajili ya dhambi za wanadamu. Ndio maana inaitwa Ijumaa Kuu, Ijumaa ambayo Yesu Kristo alikufa. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize kidogo, mtumishi wa Mungu. Kwenye Ijumaa Kuu kuna mambo kadhaa ambayo tunajifunza kama kanisa, tunajifunza kama familia ya Kristo, na hivi ni vitu vya kuvizingatia sana. Hapa nazungumza kwa kanisa lote ulimwenguni na makanisa madhehebu mbalimbali. Ijumaa Kuu inaadhimishwa na makanisa mbalimbali, na tunapozungumzia Ijumaa Kuu ni ibada kubwa ambayo ndicho kirindi cha uasisi wa Ukristo wetu. Kwa maana bila Ijumaa Kuu ambayo Kristo anakufa na kufufuka siku ya Jumamosi, Jumapili, sisi kama kanisa tusingekuwa na kanisa. Kwa Ijumaa Kuu ndio maana inaitwa Ijumaa Kuu, kwa sababu ndio siku pekee ambayo Kristo anakufa na kwenda kutukomboa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize kidogo. Moja ya vitu ambavyo tunaviangalia kwenye Ijumaa Kuu ni ujumbe wa msalaba na nguvu ya Mungu. Narudia tena, ujumbe wa msalaba ni nguvu ya Mungu. Yaani kwamba pale msalabani, yale yaliyotendeka, yale yaliyofanyika, yale yaliyotendeka pale msalabani ndio nguvu yetu sisi. Kwa kanisa la Anglican, nitolee mfano kanisa la Anglican kwa sababu ndipo napotumika. Siku kama ya leo ya Ijumaa Kuu huwa ibada zinaanza saa 3. Tunaanza saa 3 mpaka saa 9. Na makanisa mengine KKT, Roman, Moravian na makanisa mengine ambayo yana mlengo wa kutembea na mapokeo. Tunajifunza kwa mujibu wa Biblia. Tunaotembea na Biblia kwa habari ya Ijumaa Kuu, tunaanza ibada ni saa 3 mpaka saa 9. Wengine wanaanza saa 2, inategemeana na mtaa walipo. Lakini kanuni ni saa 9 ambayo ndio Kristo alikata roho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kanisa la kama Anglican kuna vitu vingi vinafanyika. Moja ya jambo la kwanza, siku hiyo ndo tunaimba mateso, siku hiyo ndo tunatembea njia ya msalaba, tunapita kwenye vituo, ndo siku ambayo tunasema maneno 7, ndo siku ambayo tunauheshimu msalaba. Kuna mambo mengi ambayo yanatendeka kwenye ile misa, lakini kikubwa zaidi ambacho nataka tukiangalia kwa leo, kuna vitu kadhaa ambavyo natamani tujifunze kwenye ibada hii ya Ijumaa Kuu. Kuna mambo kama 8 ambayo tutayaangalia. Kuna mambo kama 8 ambayo tutayatazama kwenye ibada hii ya Ijumaa Kuu. Jambo la kwanza, na hapa tunapoangalia, kama unaweza kaandika kichwa, nimekipa kichwa ambacho kinasema nguvu ya msalaba. Yaani Ijumaa Kuu, lakini kichwa cha somo kinasema nguvu ya msalaba, yaani umuhimu wa kuijua ule msalaba. Jambo la kwanza nimesema, jambo la kwanza tunalolipata, tunachojifunza kwenye Ijumaa Kuu ni ujumbe wa msalaba, ama ni nguvu iliyoko ndani ya ule msalaba. Ukisoma ile Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18,
tunaiona anasema nguvu ya Mungu ni kuokoa na kubadilisha maisha. Nisikize kidogo, wacha nisome hiyo Wakorintho wa kwanza sura ile, nisome ile andiko ili lazima nilisome. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza, Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18. Nisome kwa haraka haraka kwa sababu ya muda wangu. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza, neno la Mungu linasema hivi. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka mstari wa kwanza. Okay. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18. Neno la Mungu linasema hivi: kwa sababu neno la msalaba kwao waliopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Kwamba msalaba ambao wengine wanauona upuuzi, wale ambao walikuwa wanamsulubisha Kristo walikuwa wanaona ni upuuzi, wanasulubiwa watu wenye laana, sisi kupitia msalaba ndo tunaokolewa, sisi wenye laana, wenye machangamoto, wenye mapito. Kwa tunachojifunza siku kama ya leo Ijumaa Kuu, kwamba ule msalaba ambao Kristo alitundikiwa, sisi ndo tunaokolewa pale, sisi ndo tunafunguliwa pale. Kwa siku kama leo ndo tunatakiwa tuuheshimu msalaba, kwamba ule msalaba ule ambao wengine waliona upuzi, sisi ndo tunaokolewa. Jambo la pili tunalojifunza siku kama ya leo ni Yesu anabeba dhambi zetu. Yesu anabeba dhambi zetu. Petro wa kwanza sura ya pili. Petro wa kwanza sura ya pili. Nisikilize kidogo mtumishi wa Mungu. Petro wa kwanza waraka wa Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa pili. Neno la Mungu linasema hivi. Petro wa kwanza sura ya pili mstari wa 24. Anasema hivi: maana hujiangalia. Petro, waraka wa kwanza wa Petro, nisoma Yakobo hapa. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa ngapi jamani? Ule mstari wa 24. Anasema hivi: maana mwili wote ni kama majani, na fahari yake yote ni kama ua la majani. Majani hukauka na ua lake hunyauka. Ule mstari wa ngapi nimesema? Ile ni Petro, ni Petro wa pili, ni Petro wa pili, kumbe ndio maana kwa sijalielewa ile neno. Petro wa pili, waraka wa kwanza wa Petro sura ya pili, waraka wa kwanza wa Petro sura ya pili mstari wa 24. Asante. Ule mstari wa 24 maandiko yanasema hivi: yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, kutiwa wafu wa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Kristo sasa tunajifunza kwamba kumbe Kristo alibeba dhambi zetu, alichukua laana zetu, alichukua masikitiko yetu. Kwa siku kama Ijumaa leo ndo tunajivunia kwamba kumbe, na tunaendelea kumwambia Mungu asante, kwa maana ulimtoa mwanao, alibeba dhambi zetu, alibeba laana zetu, alibeba magonjwa yetu, alibeba changamoto zetu. Ndio maana nasema yeye mwenyewe alichukua dhambi zetu katika mwili wake, yani kwamba mwili wake yeye akazibeba dhambi zetu. Na juu ya mti na kutiwa wafu kwa mambo ya dhambi. Kwa kupigwa kwake tuliponywa. Kwa siku kama ya leo ndo tunaendelea kukumbuka, kwa maana kwa kupigwa kwake Kristo alibeba dhambi zetu, alichinjwa kafa kwa sababu ya dhambi zetu. Hilo ni jambo la pili tunalojifunza siku kama ya leo Ijumaa Kuu. Jambo la tatu tunalojifunza kwenye Ijumaa Kuu, damu ya Yesu Kristo inasafisha dhambi. Tunajivunia pia kwamba damu ya Yesu Kristo inasafisha dhambi. Siku kama ya leo ndio ile damu ya Yesu ambayo inapigwa pale msalabani inasafisha dhambi, inaondoa laana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sio tu kusafisha, inaondoa na kufuta. Ndio tunajivunia siku kama ya leo. Kwa vitu vya kutafakari, jambo la kwanza nimekwambia ni kuheshimu msalaba. Lakini jambo la pili ni kubeba ni kumheshimu Kristo, kwamba siku kama ile ndo alibeba dhambi zetu. Lakini jambo la tatu tunaiona damu ya Yesu iliyomwagika msalabani, iliyochuruzika msalabani, inafuta na kutuondolea dhambi. Hiyo Waebrania 9:10 ukisoma ile Waebrania 9:22. Neno la Mungu linasema hivi, Waebrania 9:22 anasema hivi, ule mstari wa 22. Na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Yesu Kristo asingemwaga damu, sisi tungekuwa tunakufa na dhambi zetu, tungekuwa tunakufa na laana zetu. Kwa damu ya Yesu ndio tunayojivunia nayo. Hiyo damu ndio iliyotusababisha tuendelee kulinga nayo. Kwa siku kama leo tunaivunia damu ya Yesu, tunalinga na damu ya Yesu. Siku kama ya leo ya Ijumaa Kuu ndio tunaitamka damu ya Yesu.
Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jambo la nne tunalojifunza siku kama leo, pazia linapasuka. Kwa lugha nyingine, tunaposema pazia imepasuka, kwa lugha nyingine njia imepatikana ya kila mmoja kwenda mbele za Mungu kuomba. Maana pazia kupasuka, niliwaambia siku kama leo, ndo lile pazia la Yesu anapokata roho pale msalabani, vazi la pale madhabahuni linapasuka. Kumbuka Agano la Kale, aliyekuwa anaruhusiwa kutuombea ni kuhani mmoja ambaye ndo alikuwa anaruhusiwa kutuombea. Sisi wengine tulikuwa hatuwezi kuomba, ilibidi mpaka patikane kuhani. Lakini Yesu Kristo siku kama ya leo ndo ametufungulia mlango kwamba yoyote aliyenipokea mimi Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ninampa mamlaka ya kuomba. Ana uwezo wa kuomba mwenyewe, ana uwezo wa kwenda kuomba mbele za Baba na Mungu akamsikia. Kwa siku kama leo pia tunashangilia kwamba vazi la hekalu limepasuka. Tuna uwezo wa kwenda mbele za Baba na Mungu akatusikia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hakuna kizuizi tena kati yako na Mungu. Una uwezo kwenda mbele za Mungu na kumweleza Mungu. Kwani kwa sababu iko damu ya Yesu ambayo inatupatanisha na Mungu. Iko damu ya Yesu ambayo inatupatanisha na Baba. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sio kama mnanielewa watumishi wa Mungu. Sio kama mnanielewa mtumishi wa Mungu. Kwa moja ya vitu ambavyo vitatusaidia ni kujua na kufahamu kwamba vazi la hekalu lilipopasuka, sisi hatuna chochote kinachotutenga na Mungu tena. Ukiita tu damu ya Yesu ndio inatupatanisha na Baba, Mungu anasikia maombi yetu. Kwa siku kama leo tunasherekea na tunafurahia na tunaendelea kumwambia Mungu asante kwa maana uliondoa, Yesu Kristo uliondoa lile pazia, vazi la pazia limeondolewa. Kwa sisi tuko huru, hatuzuiliwi tena na chochote. Hatuwezi kuwekewa mipaka, hatuwezi kuwekewa kizuizi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni jambo la kujivunia. Jambo la tatu. Jambo la nne hilo nimesema. Jambo la kwanza nikasema ujumbe, kufurahia msalaba. Jambo la tatu, Yesu Kristo alibeba dhambi zetu. Jambo la nne, la tatu, damu ya Yesu inatusafisha dhambi. Kwa tuna kila sababu ya kuita damu ya Yesu na kuitamka damu ya Yesu kutuondolea dhambi. Lakini jambo la nne nimesema pazia la hekalu limepasuka. Kwa siku kama ya leo ndo tunaona pazia linapasuka pale msalabani, pale madhabahuni kule Yerusalemu. Pazia linaondoka kwamba hatuna tena kizuizi kuzuiliwa kwenda kusema na Baba yetu. Jambo la tano, Yesu alishinda msalabani. Yesu anashinda pale msalabani. Msalaba ni ushindi dhidi ya nguvu zote za giza. Kwa nini tunasema Yesu alishinda pale msalabani? Na ndio maana kama unakumbuka mambo yaliyotokea siku ile, kama unakumbuka kilichotokea pale msalabani. Jambo la kwanza, maandiko yanasema ilikuwa ni mchana, yapata saa 6. Ni kama masaa 3 mpaka saa 9. Giza likatokea duniani kote, ukapigwa giza. Ndio matukio ambayo yalitokea siku kama ya leo. Lakini jambo la pili lililotokea, maandiko yanasema vazi la hekalu likapasuka, lile pazia la hekalu likapasuka. Jambo la pili. Jambo la tatu, maandiko yanasema makaburi yakafumuka, miili ya wafu ikafumuka. Lakini jambo la tatu, tunaona maandiko yanasema miili ya watakatifu ikaanza kutembea. Tetemeko likatokea. Jambo la pili, jambo la tatu, tetemeko likatokea, alafu miili ya wafu ikafufuka. Alafu maandiko yanasema ndipo wale watu wakasema hakika huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Ni siku kama ya leo. Na mimi natamani kwa jina la Yesu, kila mahali ambapo adui alifukia baraka zako, kama vile tetemeko lilivyotetemesha miili ya watakatifu ikaondoka, na ndivyo ikawe kwako siku kama ya leo Ijumaa. Kama kuna vitu vilifukiwa, walikuzika, ardhi zikatetemeke, makaburi yakakuachie, pokea hiyo neema, pokea hiyo kibali. Kama vile maandiko yanasema giza likatokea kote, na giza likatokea kwa maadui zako, pasiwepo na popote ambapo atakushikilia. Bwana Yesu asifiwe. Sika mnanielewa watumishi wa Mungu. Kwa zile ishara ambazo zilitokea pale msalabani ni vitu vya kujifunza kama kanisa. Kwamba giza tafsiri yake ni kwamba ile mamlaka utawala wa shetani ameondolewa. Ndio maana ile giza anasema kuanzia saa 6 vita vikapigwa, kuanzia saa 6 mpaka saa 9, masaa 3 giza likatokea kote. Ishara yake, tafsiri yake pale ni kwamba giza lile lilikuwa linawakilisha kwamba shetani sasa ameshindwa. Mchana giza ikatokea, tafsiri yake kwamba shetani ameshindwa. Na sisi kama kanisa tunaweza tukasimama pale pale kwamba kuanzia sasa shetani hauna uhalali kutushikilia, ulishindwa. Lakini jambo la pili ambalo tunaliangalia hapo kama nilivyosema, pazia lilipasuka, tafsiri yake ni kwamba tuna uwezo wa kwenda mbele za Baba. Hatuna kizuizi tena, tuna uwezo wa kuita damu ya Yesu katupatanisha na Baba. Lakini tunachojifunza tena, kama nilivyokuambia, ishara nyingine iliyotokea, miili ya watakatifu tetemeko likatokea. Kuna uwezo wa kumwambia Mungu, kama vile tetemeko linavyotokea leo, na chochote ambacho adui alikifukia kwenye maisha yangu, tetemeko likatokea mpaka kikaachiliwe.
kama vile miili ya watakatifu. Maandiko yanasema makaburi yakafumuka, na natamani Mungu akakupe upako, kila kilichofukiwa kwenye maisha yako ardhi kakitapike. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nadhani umenielewa mtumishi wa Mungu. Lakini jambo lingine tunalojifunza siku kama leo kwenye ile mstari wa 6, kilio cha ushindi, anasema imekwisha. Kwenye eneo lile la Yesu alishinda msalabani, nimesema Wakolosai 2 mstari wa 14, anasema msalaba, nimesema msalaba ni ushindi dhidi ya nguvu zote za giza. Ukisoma ile Wakolosai, wacha nisome Wakolosai 6, Wakolosai 3, wacha nisome ile andiko. Wakolosai sura ya pili. Wakolosai sura ya pili. Kwa sababu ya muda wetu, Wakolosai sura ya pili. Ule mstari wa ni ule mstari wa 14. Neno la Mungu linasema hivi, Wakolosai 2 ule mstari wa 14. Anasema hivi ule mstari wa 14. Akisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomelea msalabani. Ule mstari wa 15. Akisha kuzivua enzi za mamlaka na kuzifanya kuwa mkongo kwa ujasiri, akazishangilia katika msalaba huo. Ukisoma vizuri hapa anasema, anazungumzia kwa habari ya ushindi ambao umefanyika pale msalabani. Akazigongomelea, wakamgongomelea pale, kumbe ndo anashinda. Wao wanaona anamsurubisha, kumbe Kristo ndo anashinda. Kwa kupitia kitu tunachojifunza leo ni ushindi wa nini jamani? Wa msalaba. Lakini jambo lingine nimekuambia, jambo la 6 tunachojifunza leo, jambo lingine la 6 ni kilio cha ushindi. Akasema imekwisha. Pokea hiyo neema kwako ikawa imekwisha. Natamani nitamke upako, kila lililotamkwa siku ile ya siku kama ya leo, siku ya Ijumaa Kuu ya leo, anaposema imekwisha, ikaishe kwa watoto wako. Changamoto zilizoinuka kwako zikaishe. Changamoto zilizoinuka kwenye ndoa zikaishe. Changamoto zilizoinuka kwenye baraka zako zikaishe. Ndio anasema imekwisha. Ni neno la ushindi. Pokea huo ushindi, mtumishi wa Mungu. Sio kama mnaelewa yale maneno ambayo aliyatamka Kristo pale. Anasema imekwisha. Alijua kwamba kila ambacho ametumwa na Baba kimekwisha. Siku ya leo pokea hiyo neema ya kuisha, vyote vikaishe. Kama ni magonjwa yalikushikilia, kama ni madeni yalikushikilia, kama ni aibu yalikushikilia, ikaishe leo kwa jina la Yesu. Pokea hiyo neema kwenye Ijumaa Kuu ya leo. Kama vile nimesema imekwisha, na kwako ikawe, na kwake ikatokee, na kwako ikatendeke, na Mungu akatende sawa sawa na alivyosema imekwisha. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma ile Injili ya Yohana sura ya 19 mstari wa 30, kwa anapozungumzia imekwisha, tafsiri yake ni kwamba magonjwa yamekwisha, laana zimekwisha, mateso yamekwisha, aibu zimekwisha, kukataliwa kumekwisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lugha nyingine, wokovu umekamilika, hakuna cha kuongeza tena, imeisha. Ndio hicho ambacho Kristo alikisema pale msalabani, imekwisha. Pokea hiyo neema ikaishe kwako kwa jina la Yesu. Jambo la 7, Yesu ni njia ya pekee ya wokovu. Tunajifunza leo siku ya Ijumaa Kuu kwamba Yesu ni njia pekee ya wokovu. Hatuna njia nyingine tunaweza kujivunia zaidi ya kupita kwa Yesu. Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 4 na Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 12. Wacha nisome Injili ya Yohana. Kwanza nianzie Matendo ya Mitume sura ile ya Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 12. Neno la Mungu linasema hivi, Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 12. Neno la Mungu linazungumza maneno haya. Nisikilize kidogo, mtumishi wa Mungu. Wala hakuna wokovu katika mwingine awe yoyote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu lipataro sisi kuokolewa kwaro. Kwa siku kama ya leo pia tunashangilia kwamba kupitia jina la Yesu tunaokolewa, tunafunguliwa, tunaondolewa chini ya sheria za laana, tunatoka chini ya utumwa. Lakini Injili ya Yohana pia, nimalizia hapo, Injili ya Yohana sura ile ya 14, andiko anasema hivi, Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 6. 14:6. Neno la Mungu linasema na linathibitisha neno hili, linasema hivi, ule mstari wa 6. Uko wapi ule mstari wa 6? Anasema Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli ya uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwangu, kwa njia ya mimi.
Kwa kupitia Kristo ndiko tunakomuona Baba. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yesu ndiye njia pekee ya kweli kwenda kwa Mungu. Kwa siku kama ya leo tunatafakari kwamba kumbe Kristo yeye ndio njia ya pekee ya kumfikia ya kumfikia Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio njia pekee ya kumfikia Baba. Kwa siku kama ya Ijumaa leo tuna kila sababu ya kumwambia Mungu asante, kwa maana kwa kupigwa kwake Kristo sisi tumepata njia ya kwenda kukufikia wewe. Lakini mwisho kabisa, mwitikio ama ni wito wa toba ya wokovu. Siku ya leo pia nitoe nafasi hii, mtumishi wa Mungu, wewe ambao unajua kabisa mimi maisha yangu kiukweli sijampa Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Unajua kabisa mienendo yangu mimi haifai. Hata leo nikidondoka hapa mbingu sioni. Ni nafasi ya pekee kabisa. Kristo anapokufa siku kama ya leo, nafasi ni hii, mtumishi wa Mungu, ya kutengeneza na Mungu. Kumwambia Kristo siku kama ya leo ya Ijumaa Kuu, kama vile ulivyokufa pale msalabani ukateswa ukabeba dhambi zangu, kama vile mnyang'anyi mmoja ambaye alisimama upande wako wa kulia na kushoto, mmoja Dismas alisema mimi ninaomba unisamehe, siku takapokufa niwe pamoja na wewe. Ndivyo Mungu na mimi nayaleta maisha yangu kwako. Unapokufa ukafe na dhambi zangu, ukabebe maovu yangu, ni nafasi ya pekee hii, mtumishi wa Mungu, ya kutengeneza na Mungu. Na tutakuwa na nafasi ya kutengeneza na Mungu. Natamani tukaombe, tumwambie Mungu kama vile siku ya Ijumaa ya leo unapokufa ule muda wa saa 9, na mimi naomba ukafe na dhambi zangu, ukafe na laana zangu, ukafe na tamaa zangu za mwili, ukafe na matabia yangu mabaya, ili unapofufuka siku ya kesho kutwa ukafufuke na nguvu mpya, na ndani yangu zikazalishwe nguvu mpya. Natamani tukatengeneza na Mungu. Kwa jambo tunalojifunza siku hii ya leo, jambo la mwisho ni mwito wa toba ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Isaya 1 mstari wa 18. Naomba nisome Isaya 1 mstari wa 18. Isaya 1 mstari wa 18. Neno la Mungu linasema hivi, nisikilize kwa makini, mtumishi wa Mungu. Isaya 1 mstari wa 18, nisije nikanuku neno langu. Isaya 1 mstari wa 18 anasema, maana anasema haya njoni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zitapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji, zitapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi, bali mkikataa na kuasi, mtaangamizwa na upanga, maana kwa kinywa cha Bwana nimenena haya. Yesu anatoa mwaliko, mtumishi wa Mungu, siku kama ya leo Ijumaa, rejesha maisha yako kwa Bwana. Tengeneza mahusiano yako na Mungu. Wako watu ambao tuliokoka tukarudi nyuma. Natamani kwenye Ijumaa kama ya leo, tengeneza mahusiano yako mazuri na Mungu. Mwambie Mungu, ninarudi kama vile ulivyotemewa mate, ulivyodharauliwa, mimi ninarudi kwako, ninainua mikono yangu, ninatengeneza na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Sio kama mnanielewa, watumishi wa Mungu. Warumi 10 pia ukisoma ile Warumi 10, soma hiyo Warumi 10 ule mstari wa 9. Kile kitabu cha ule waraka Paulo mtume kwa Warumi sura ya 9, sura ya 10 mstari wa 9. Maandiko yanasema hivi, Warumi 10 mstari wa 9. Neno la Mungu linasema hivi, nisikilize kwa makini, mtumishi wa Mungu. Warumi 10 mstari wa 9. Kwa sababu mkimkiri Yesu kuwa kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako na kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Ukimkiri kwa kinywa. Yesu anachotamani ukiri kwamba mimi ni mwenye dhambi, na Yesu wewe ndio uliyekufa kwa ajili ya dhambi zetu. Ninakukiri wewe uliyekufa na ukafufuka. Ninaomba hata mimi pia mwenye dhambi, kwa kupigwa kwako naomba unisamehe. Ukisema hayo maneno na kukiri, ukisema futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, ukikiri yale maneno kwenye ulimwengu wa roho, unapata nafasi. Naomba nikuongoze ya maombi ya toba kwa dakika chache. Kwa rudi kwa Mungu leo, mtumishi wa Mungu. Pokea wokovu. Kuna watu wanasema kuokoka jamani unapitwa na wakati. Sio kweli, mtumishi wa Mungu. Maisha ya nyakati za sasa, tuko mwisho wa dunia. Dunia imeisha. Ndio tunaelekea ukingoni. Kwa usipotengeneza na Mungu, mtumishi wa Mungu, hakuna nafasi nyingine. Naomba unifuatishe maneno haya, alafu kule mbele nitakuelekeza vitu kadhaa. Lakini of course kabla sijasema haya maneno kukuongoza sala ya toba, pia kwenye njia ya msalaba unaweza kutumia maandiko haya kwenye maombi. Unaweza kutumia ishara hizi. Nisikilize kwa makini. Kilichotendeka pale msalabani siku ile, kila jambo lilikuwa na kusudi lake. Yesu alitobolewa kwenye mikono yake, kuna kushoto na wakulia.
alitundikwa hivi. Tafsiri yake ni kwamba alitundikwa mkono wa huku na huku, akawekwa kwenye msalaba, kwenye mti ambao umekaa hivi, akatundikwa mikono yake, hapa katobolewa na hapa katobolewa. Ishara ya kutobolewa kwenye mikono sio fashion, no, ilikuwa ni mpango wa Mungu atobolewe kwenye mikono. Na mwana wa Mungu, sikiza nikwambie, mtumishi wa Mungu, nakupa ufunuo utakusaidia sana. Una uwezo wa kutumia maombi ya kupitia zile ishara zilizotokea pale msalabani, na ukaomba Mungu na Mungu akakusaidia. Kwa mfano, alitobolewa kwenye mikono. Tafsiri yake ni kwamba Mungu alikuja kukomboa uchumi wetu, kwamba mikono yetu inachoshika kishikike sawa sawa na neno lake. Kumbuka Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa 12, anasema chochote atakachotia mikono yetu kitabarikiwa. Kwa kule kumiliki na kutawala, anasema hatutakopa, tutakopesha. Anasema hatutatapanya. Kwa tafsiri yake, kumbe unaweza kumwambia Mungu, kama vile damu yako iliyomwagika msalabani kwenye mikono yako, mkono wako wa kulia na kushoto, damu yako ikamwagika, ukatoka damu kwenye ile mikono, damu ile ile ikanitakase mikono yangu, ikatakase uchumi wangu. Kuanzia sasa ile damu iliyomwagika msalabani ikakomboa uchumi wangu. Kwa unaweza kutumia ile damu iliyomwagika msalabani kwenye mikono ya Yesu Kristo kutakasa uchumi wako, kutakasa mikono yako. Kwa mfano, unaweza kumwambia Mungu, damu iliyomwagika msalabani pale msalabani kwenye mikono yako ni ishara ya kukomboa uchumi wangu. Kakomboa uchumi wangu Bwana kwa damu iliyomwagika msalabani kwenye mikono yako. Unaweza kutumia hilo andiko. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tunaona ishara nyingine, alipigwa kwenye miguu, damu zikamwagika kwenye miguu, alitobolewa na misumari. Ishara ya kutobolewa kwenye miguu, hakutoboa kwa bahati mbaya, anarudisha umamlaka ya kumiliki na kutawala. Yoshua 1:3 anasema mahali popote nyayo zetu kapotua ametupa kumiliki na kutawala. Kwa anajua kabisa kwamba kuna wakati shetani alikamata utawala wetu, alikamata umiliki wetu. Kwa unaweza kumwambia Mungu, damu iliyomwagika pale msalabani siku kama ya leo ya Ijumaa Kuu, damu ikamwagika msalabani kwenye miguu yako, ni ishara ya kutawala. Pale popote ambapo nimetawaliwa, pale ambapo nimemilikiwa, uchumi wangu umemilikiwa, ardhi imemilikiwa, nipe kurejesha tena umiliki na utawala. Kwa ile damu iliyomwagika msalabani kwenye miguu yako ikatakase miguu yangu. Kama kuna laana iliingia kwenye miguu yangu, damu yako ikanioshe, nikapata nguvu ya kumiliki na kutawala. Kila mali nyayo zangu zinapokanyaga, nikapewe kumiliki na kutawala. Si umeona hayo maombi, mtumishi wa Mungu? Kwa nini kumwambia Yesu, ile damu iliyomwagika kwenye mikono yako ni ishara ya kukomboa uchumi wangu, na komboa uchumi wangu kwa damu iliyomwagika msalabani kwenye mikono yako. Kwa ishara ile ambayo imemwagika kwenye miguu yako, Yesu, nakomboa miguu yangu, nyayo wangu, nikatawale na kumiliki. Unaweza kutumia hilo andiko, hayo mafunuo. Lakini pia Yesu alivalishwa taji ya miba kwenye kinywa chake, kwenye kichwa chake. Ni ishara ya kukomboa ufahamu. Ukisoma ile Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa 13, anasema tutakuwa vichwa wala sio mikia. Tafsiri yake ni kukomboa ufahamu, kukomboa akili. Kwa unaweza kaomba pia kumwambia Mungu, ile damu iliyomwagika msalabani ulipokuvalisha taji ni ishara ya kukomboa ufahamu wangu na akili yangu. Komboa akili yangu darasani, komboa akili ya watoto wangu darasani, komboa ufahamu wangu kwenye kutafuta vitu, kwenye kufanya maendeleo. Unaweza kumwomba Mungu, anaweza kukomboa akili ya mume wako, akakomboa ufahamu wa mume wako. Damu iliyomwagika msalabani kwenye kichwa cha Yesu ilikuwa na ukombozi wa kukomboa akili, kukomboa fikra. Bwana Yesu asifiwe. Fikra zimtii Mungu. Unaweza kumwambia Mungu kupitia ile damu iliyomwagika msalabani kwa Yesu Kristo. Kwa kila ishara iliyofanyika pale msalabani ilikuwa na maana yake. Haya, alipokufa, maandiko yanasema akatobolewa ubavuni. Maandiko yanasema damu na maji vikatoka. Tafsiri yake ni kwamba ni kukomboa uchumi, ni mahusiano. Kwamba Mungu, nakomboa ndoa yangu. Binti ambaye hujaolewa, mwambie Yesu, damu iliyomwagika msalabani ni ishara ya kukomboa mahusiano yangu, ni ishara ya kukomboa ndoa yangu. Kama ni mama, damu, maandiko yanasema damu na maji vikatoka. Tafsiri yake ni kwamba ni kuponya ndoa, ni kuondoa udhaifu, ni kuachilia amani kwenye ndoa, kuachilia furaha kwa ajili ya uhai kwenye ndoa. Kwa hiyo unaweza kumwambia Mungu hayo maeneo manne ambayo damu ya Yesu, kama maeneo matano manne ambayo Yesu Kristo, nikwambia kichwa 1, kwenye mikono 2, kwenye miguu 3, kwenye ubavu 4, hayo maeneo manne. Unaweza kumwambia Mungu na Mungu akasikia. Bwana Yesu, sio kama umeelewa mtumishi wa Mungu. Kwa nini ukamwambia Baba, katika jina la Yesu, kama vile damu yako ilimwagika kichwani, damu yako katoka kichwani, wewe kuvalisha taji ya miba, ni ishara ya kukomboa akili yangu. Komboa akili yangu Bwana, komboa akili ya watoto wangu, komboa akili ya mume wangu, komboa fikra, nitazame, nione. Unaweza kutumia ile damu ya Yesu. Baba, damu yako ilimwagika mikononi mwako, ishara ya kukomboa uchumi wangu, ishara ya kutokupoteza ninachoshishika. Mungu, kakomboa uchumi wangu, komboa kazi yangu, komboa kibali changu. Tunatumia ile ishara
Mungu ulimwagi damu yako ukatobolewa ubavuni, damu na maji vikakutoka. Ni ishara kukomboa mahusiano. Komboa mahusiano yangu, niletee mchumba sahihi, kama ni binti, kama ni kijana, hivyo hivyo, kama ni mama, ombea ndoa yako, rejesha amani kwenye ndoa yangu, rejesha furaha kwenye ndoa yangu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo hivyo Mungu ulikomboa miguu, ulitobolewa kwenye miguu, ishara ya kukomboa mamlaka ya kumiliki, kwa maana umesema kwenye Yoshua 1:3, nyayo zangu zikikanyaga nipa kumiliki. Ninakomboa umiliki wangu, ninakomboa utawala wangu. Damu ilimwagika kwenye msalaba, kila damu ilikuwa na ishara zake. Natamani tu tukaombe na mtumishi wa Mungu ambaye unaendelea kunifuatilia mafundisho haya. Natamani tukatengeneze na Mungu siku ya leo. Nifuatishe maneno haya, alafu tukaombe. Tukaombe sawa sawa na Mungu alivyotukusudia tukaombe. Sema: Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru sana kwa upendo wako, upendo wa agape, upendo wa pekee. Asante kwa ajili ya siku nzuri ya leo ya Ijumaa Kuu. Yako mengi nimejifunza ulioyafanya pale msalabani. Ulikufa, ukachubuliwa, ukateseka, ukaadhirika, ukaibika ili mimi nikombolewe. Asante kwa ajili ya upendo. Ninasogea kwako Bwana, mimi ni mwenye dhambi, ninaomba unisamehe. Futa jina langu, taja jina lako, sema mimi Festo. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Yale mabaya yote niliyoyatenda kwa kujua ama kwa kutokujua, yaliyompa shetani kunikamata na kunifunga na kunitumikisha, Yesu pale msalabani, wewe ulibeba masikitiko yangu, ulibeba aibu yangu, ulibeba magonjwa yangu ili mimi niwe huru. Nisaidie e Bwana, niwezeshe e Bwana, magonjwa yote, laana zote ambazo shetani alipandikizia kwa sababu ya dhambi, niondolee hiyo mizigo Bwana, kwa maana wewe umesema kwenye neno lako kwenye Warumi 10:9 umesema yoyote atakaye kukiri kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako utamsaidia, utamuondolea dhambi, utamuondolea laana. Na mimi niondolee magonjwa, niondolee laana, nifutie hilo kosa la matabia yangu na mienendo yangu. Andika kwa upya jina langu kwenye kitabu cha uzima. Mimi Festo, kuanzia sasa shetani nakukataa. Nimekwambia taja jina lako. Shetani nakukataa na kazi zako zote na anasa za dunia na fahari zako zote. Ninakukataa shetani, hautanifuatilia tena. Ninafuta uhalali wako juu ya maisha yangu. Mimi nimefunguliwa, mimi nimepona, mimi nimeokoka, na kuanzia sasa ninamkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Hautanifuatilia tena na chochote ambacho na uhalali na mimi. Ninafuta uhalali wako na mimi. Kama kuna alama nilienda kwa waganga nikachanjwa chale, ninafuta. Kama kuna vitu nikalishwa, ninavifuta. Kama kuna chochote ambacho nilipewa kina uhalali na wewe shetani, ninafuta, najifarakanisha na wewe. Kuanzia sasa mimi ni wa Kristo. Wacha nikuombee mtumishi wa Mungu, wewe ambao umenifuatisha maneno. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru sana kwa ajili ya siku nzuri ya Ijumaa ya leo. Asante Bwana, kwa maana kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Ulibeba aibu yetu, ulibeba laana zetu, ulichubuliwa Bwana kwa ajili ya makosa yetu sisi wanadamu. Ninamwombea mama huyu ambaye amefungua kinywa chake, umeingia tena kwa upya ndani yake. Kakae naye, kale naye, kaishi naye, kamtie nguvu, mpe kushinda dhambi. Roho Mtakatifu, finyanga afya yake, finyanga mwili wake, pita ndani yake, kamuondolee kiu ya dhambi, na mpenga na hiyo kiu ya dhambi. Shetani nakuamurisha na ninakuamuru, huyu sio wako tena, huyu ni wa Kristo, na nampaka alama, na mwekea alama msalaba ya Kristo mwenyewe. Ni katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, amen. Basi Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu ambaye wewe umekiria maneno. Basi niombe kwa ajili ya wote sasa, kwa maana umefuatisha maneno ya kumkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Niombe kwa wote ambao mnaendelea kufuatilia siku ya leo. Mungu wetu na Baba yetu, nasema asante kwa ajili ya watumishi wako hawa ambao wamekuja kwenye ibada hii nzuri ya Ijumaa Kuu. Asante kwa maana Kristo alikufa msalabani kwa mateso makubwa sana. Tusaidie sisi watoto wako, tuiamini na tusimame na kutegemea msalaba. Achilia upako, achilia nguvu kwa ajili ya kila mmoja aliyefuatilia mafundisho haya. Mpe kukujua Kristo, akupende, akutumikie, atembee na wewe, akuishie wewe. Nami ninamuombea mama huyu, kwa maana kwa kufa kwako Kristo yeye amepona. Natamka upako wa laana, magonjwa, aibu, fedhea,
mikosi ikasulubiwa pamoja na wewe Kristo. Unapokufa, vyote vikafe kwenye maisha yetu, vikafufuke vilivyo vyema, vikafufuke vipawa, zikafufuke karama, zikafufuke mafunuo na upako wa kukujua Kristo. Pokea neema ya kulindwa, pokea neema ya kupiganiwa, pokea neema ya kunyenyekea, pokea neema ya kumtumikia Mungu, pokea upako wa Kristo ndani yako, na Mungu akulinde mtumishi wa Mungu. Mungu asikuache. Uwe na Ijumaa kuu nzuri ya baraka. Usiache kuendelea kuhudhuria mafundisho haya mtumishi wa Mungu. Kesho tena tunaendelea, lakini zaidi Mungu asikupungukie na Mungu asikuache. Wale ambao mnataka muachilie sadaka za Ijumaa kuu, wako watu ambao wanasema mtumishi wa Mungu, natamani niachilie sadaka ya Ijumaa kuu. Na leo tutakuwa na hiyo sadaka. Shika sadaka yako tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, nakushukuru sana kwa ajili ya siku ya Ijumaa kuu. Kambariki mtumishi wako atakayeachilia sadaka hii. Sadaka hii Mungu ikamtetee, sadaka hii ikampiganie, sadaka hii ikamlinde, sadaka hii ikamuinue. Sadaka hii Bwana ikampe kibali cha kupita kokote, na shetani hauna uhalali na mtu huyu. Kuanzia leo ninafuta uhalali wako. Huyu ni mali ya Kristo na ametoa sadaka hii kwa ishara ya kujiweka wakfu kwa Kristo. Ni matumizi ya Kristo kuanzia leo. Hautamtumia tena katika jina la Yesu. Bwana Yesu, pokea sadaka hii kama ulivyojitoa sadaka kwa ajili ya mwanadamu, naye mtumishi wako ametoa sadaka. Ukambariki, ukamlinde. Pokea hiyo baraka, pokea hiyo neema. Mungu akutunze mtumishi wa Mungu, Mungu akulinde, Mungu akuimarishe. Uwe na Ijumaa kuu ya baraka na Mungu akutunze sana. Lakini pia basi usiache kuachilia hiyo sadaka kwenye namba ya simu iko hapo, lakini pia lipa namba iko hapo. Achilia sadaka ambayo unaiona. Hii ni sadaka ambayo inaugusa moyo wa Mungu. Na Mungu akubariki sana. Kwa majina yangu naitwa Mchungaji Festo Swege. Mungu akubariki sana. Natumika kanisa letu la Anglican. Karibu sana Kunduchi Beach. Natumika niko hapa Kunduchi Beach. Karibu sana. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Uwe na Ijumaa ya baraka, Ijumaa ya neema. Amen.